Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya siku ya leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote ninajua ya kwamba unatutazama katika ushirika wetu wa siku ya Wednesday, na ninaamini ya kwamba Bwana yu pamoja na wewe akitenda mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo hapa ni Christian Foundation Fellowship hapa Gikabura. Ni mahali ambapo tunamwabudu Bwana, tunamuinua Bwana, tunamtukuza Bwana. Mahali hapa tumeona Mungu akitenda mambo ya ajabu katika maisha ya watu wa Mungu, na ninaamini ya kwamba hata wewe mahali pale ulipo Bwana atakutenda mambo makubwa. Bwana apewe sifa. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Dohio na nimeokoka. Yesu ni Bwana, na ninamfurahia Bwana kwa sababu ya matendo yake na upendo wake mkuu katika maisha yangu, na ninajua kwamba tutabarikiwa pamoja katika jioni ya siku ya leo katika jina la Kristo Yesu. Na kwa hivyo ningependa nikaweze kuomba alafu tuingie kwa neno la Bwana ambalo Mungu amenipa jioni ya siku ya leo katika ushirika wetu. Baba, katika jina la Yesu ninasema ni asante jioni ya siku ya leo for another chance that you have given me. Baba, nikaweze kunena neno lako katika maisha ya watu wako. Ninakuita Bwana katika ujumbe wa siku ya leo. Bwana, watu wako wanapousikiza, naomba Bwana miujiza ikaweze kufanyika, watu wakapone na watu wakapokea wokovu na neema kubwa katika jina la Yesu. Na ninaomba wakapone na Bwana ukawainue katika jina la Kristo Yesu. Nipe usemi na unipe ufunuo wa Roho Mtakatifu katika hii ujumbe. Kwa jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Amen. Sema amen mahali popote ulipo. Tena majina yangu naitwa Pastor Dohio na hudumu hapa Christian Foundation Fellowship Gikabura, na ni mahali ambapo tumeona Bwana akitembea pamoja nasi. We cannot regret kwa sababu ya kuokoka, ni kwa sababu tumeona Mungu akitembea pamoja nasi. Na ninakuambia jioni ya leo ya kwamba hata wewe unapompokea Kristo kama mwokozi wa maisha yako, atatembea pamoja na wewe, and you never regret in your life. Bwana wetu apewe sifa. Na siku ya leo kuna message ambayo nilikuwa ninaongea siku ya Sunday. Wale ambao wametazama message ya siku ya Sunday na sikuimalizia, na ningependa nikaweze kuimalizia jioni ya siku ya leo katika jina la Kristo Yesu. Na ile message ilikuwa inasema ya kwamba with God all things are possible. Bwana apewe sifa. Unajua kuna wakati unafika mwanadamu anaona ya kwamba hii jambo haliwezekani, hii jambo haliwezekani, na hiyo ni kulingana na mawazo yake na kuona kwake kwa macho ya kikawaida. But the Bible declares that with God all things are possible. Na hivyo ndivyo ninakuambia hata jioni ya siku ya leo ya kwamba hilo jambo unaona haliwezekani, inawezekana kwa Mungu. Bwana apewe sifa. Inawezekana kwa Mungu. Linaweza kuwa jambo gumu na nzito limefanya ufike mwisho na ushindwe kwani kunakaa namna gani, na uone kana kwamba Mungu amekuashiria. But the Bible declares that with God all things are possible. Bwana apewe sifa. Ingia nami katika kitabu cha Ezekiel 37. Ezekiel 37 kuanzia mstari wa kwanza, uone ya kwamba yale mambo Mungu anayafanya hakuna mwanadamu anaweza kuifanya. Bwana atukuzwe. The Bible says ya kwamba
the hand of the Lord was upon me. Huyu ni Ezekiel ananena hii maneno, that the hand of God was upon me. Bwana atukuzwe. Na akasema ya kwamba, and he carried me out in the spirit of the Lord. Hallelujah. Huyu ni Mungu na mkono wake ukawa juu ya Ezekiel. Na Ezekiel anasema ya kwamba akashukuliwa, yani akanishukua nje ya roho ya Bwana. He was carried in the spirit of the Lord. Sometimes God can carry you in the spirit, akitaka kukuonyesha yale mambo anataka kuyafanya. Number one, anaweza kukunenea in a dream, in a vision. Bwana pesiba. Yani Mungu anakushukua katika roho, akuonyeshe ile mambo anataka kuyafanya. Bwana wetu hivyo sana. Anaweza kukuonyesha katika ndoto ya kwamba lile jambo ama hiyo vita iko mbele yako, akuonyeshe umeishinda. Lakini ukirudi katika mwili na mawazo yako, unaona ya kwamba hii haiwezekani. So Ezekiel akashukuliwa na roho wa Bwana. And the Bible says, and he set me down in the midst of the valley, which was full of bones. Bwana pesiba. Hebu angalia bila Mungu alisema na Ezekiel, akamshukua katika roho. Na Biblia inasema ya kwamba akamweka chini. So he was carried in the spirit. Akawekwa chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Si hata wewe kwa mawazo yako na kwa akili yako na kwa kuona na macho yako ya kikawaida unaweza shindwa, kwa nini Mungu amenileta hapa? Si angekupeleka mahali at least unaona kuna kitu kinafanyika. Lakini aliwekwa chini katika bonde, na lilikuwa limejaa mifupa. Na ukiona mifupa ni kusema ya kwamba ni kitu kilikuwa hai lakini kimeisha. Bwana asifiwe. Hata kitu kikikufa, kile kinabaki ni mifupa. Unaelewa ya kwamba hapa kulikuwa na kitu kilikuwa hai, lakini sasa ni mifupa inaonekana. Sasa Mungu alimpeleka Ezekiel katika mifupa na akasema ya kwamba, and it caused me to pass by them round about. Akanipitisha karibu nayo pande zote. So he was passed by them round about. So akaangalia hii mifupa, akazungushwa na Bwana. Bwana wetu ainuliwe sana. And the Bible says ya kwamba, and behold, there were very many in the open valley. Na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda. Nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Hallelujah. Kulingana na mawazo ya mwanadamu, mifupa ikishakuwa mikavu ni kusema ya kwamba there is no hope. Bwana atukuzwe. Na ndiposa ninakuongelesha jioni ya leo ya kwamba with God all things are possible. Mungu anaweza fanya jambo lolote ili ajitukuze na ikajulikane ya kwamba yeye ni Mungu. Bwana wetu ainuliwe sana. So alipozungushwa pale na mifupa ilikuwa mingi, lakini shida ile mifupa ilikuwa mikavu. So ilikuwa imeoza, ilikuwa katika kumalizika kabisa. Na Biblia inasema ya kwamba akaniambia, Bwana asifiwe, akaniambia mwanadamu, hebu sikiza vile Mungu anasema. Akamwambia mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi?
hata kama ni wewe Mungu akupate akuweke mahali, akuulize hii kitu inaweza kuwa hai, Bwana pesa. Hii kitu inaweza kuwa nomo. Si hata wewe unaweza shindwa kulingana mahali umepelekwa na kile unaona na macho yako ya kikawaida. So alipoulizwa ile swali akasema ya kwamba nami nikajibu, Bwana Mungu wajua wewe. Bwana wetu iwe sana. Because kuna wakati unafikanga mpaka na wewe unashindwa kutaenda namna gani, kutakaa namna gani. Hali ndio hii imekuwa nzito, vita ndio hii, mambo ndio haya yamekusukuma. Bwana wetu pewe sifa. Umefika mwisho, then unaulizwa kama inaweza rudi. Si hata unaweza mwambia Bwana ni wewe tu unajua. Bwana wetu ni sana. Hata kuna mwimbaji wa wimbo aliba akasema ya kwamba yale mambo yote Mungu ninayapitia, wewe peke yako ndiye unajua ni kwa nini ninayapitia haya. Mambo mengine ni Mungu anajua. Because with our mind, with our sense na kuona na macho kwetu sisi tunaona haiwezekani. Bwana wetu pewe sifa. So akasema wajua wewe Mungu. Kwa sababu hata mimi nikiuliza nitasema hii mifupa, hata nikiona naona ya kwamba haiwezi kuwa hai. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana atukuzwe. Sasa Mungu, haleluya. Sasa Mungu akamwambia toa unabii juu ya hii mifupa. Bwana pesa. Kama ni wewe unaweza hata ikiwa na kauoga na shaka, kama vile tuko hata siku ya leo katika hiyo hali uko ndani yako. Bwana atukuzwe. Na ndio unaona ya kwamba mambo haifanyiki kwa sababu Mungu anasema inawezekana, lakini mwanadamu ako na shaka, haamini ya kwamba inawezekana. Bwana wetu pewe sifa. So ilibidi Mungu amwambie Ezekiel toa unabii. Haleluya. Because katika kunena kwa kinywa chako the word of God inawezekana. Bwana wetu iwe sana. Inawezekana. Na ndio jioni ya siku ya leo nimekuja nikuambie ya kwamba hiyo mambo unaona ya kwamba haiwezekani, nimekuja kukuambia ya kwamba inawezekana. Hata ikiwa nzito namna gani, hata iwe ni kimlima kikubwa kimesimama mbele yako, haleluya, inawezekana. Bwana atukuzwe. God can level that mountain. Inawezekana. Bwana atukuzwe. Mungu wetu, kama wewe hauelewi Mungu wako vizuri, Mungu ni Mungu ambaye anatengeneza njia mahali hakuna njia. Where there is no way. Hata ukiangalia na macho yako, hata ukusanyishe watu waangalie waone hapa hakuna njia. Bwana wetu pewe sifa. Na kuambia ya kwamba Mungu anatengeneza njia mahali hakuna njia. Nikuambie jambo moja ndio ujue kile ninakuambia. Wakati nilikuwa katika mipango ya kufanya harusi, yangu, nilifanya harusi wakati kulikuwa na njaa na kulikuwa na kiu, yani kulikuwa na kiangazi. Bwana pesa. So nikajipanga ya kwamba nitakuwa na pre-wedding kwetu nyumbani. Bwana pesa. Na nikaenda na nikakaa na watu na tukapangana na wakajipanga yule atakuwa chairman, secretary, treasurer and the members. Bwana atukuzwe. Na kwa sababu kulikuwa na kiangazi na wakati wa Mungu alikuwa amenituma Nairobi, so nikarudi na tukaashana vizuri, mipango imeanza. Wakaendelea mipango miwili mitatu
Then wakanipigia simu, wakaniambia kwamba ninahitajika niweze kuenda katika hiyo mkutano. Na Mungu akanisaidia nikapata pesa na nikaenda. Nikawapata kwetu nyumbani, wamekaa hapo. Wakaniambia tumekuita kwa sababu tumeangalia na tukaona ya kwamba hii pre-wedding haiwezi kufanyika kwa sababu ya kile kiangazi na vile hakuna pesa, yani kulingana na mawazo na kwa kuona na macho wakaona ya kwamba haiwezekani. Nikasikiza ile maneno na mimi nikaangalia na nikaona, alafu nikasikia nikiwa na confidence ndani ya moyo wangu, nikawaambia ya kwamba pre-wedding itafanyika. Bwana apewe sifa. Pre-wedding itafanyika. Wakashindwa huyu kijana anasema namna gani? Nikawaambia kwa sababu Mungu yupo, hii pre-wedding itafanyika na ninawaomba muendelee na mipango. Na nikawaacha na nikarudi Nairobi. Bwana apewe sifa. Then tukaendelea hivi. Na wacha nikuambie, Mungu anatengeneza njia mahali ambapo hakuna njia. Bwana apewe sifa. Hata ukiangalia na macho unaona haiwezekani, lakini nikuambie pre-wedding ilifanyika. Bwana apewe sifa. Hata kama haikuleta pesa nyingi, lakini ukweli ni kwamba Mungu alitengeneza njia na pre-wedding ikafanyika. Bwana wetu apewe sifa. So ninakuambia ya kwamba Ezekieli Mungu akamwambia toa unabii, na hiyo ndio kitu Mungu anangojea, ya kwamba kwa kinywa chako ongea, toa unabii, nena katika hiyo hali, kwa sababu Mungu yupo na ako pamoja na wewe. Bwana wetu apewe sifa. Na akasema ya kwamba uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Nikwambie jioni ya siku ya leo, hiyo hali na hiyo biashara imeanguka, na hiyo jamii na hiyo ndoa imevunjika. Bwana apewe sifa. Haisikiagi kitu kingine ndio irudi hai, inasikizaga just the word of God. Na ndio Mungu aliambia Ezekiel, ambia hii mifupa mikavu, lisikieni neno la Mungu. Why? Hearing the word of God. The Bible says that the word of God is like a fire. The word of God is like a hammer. The word of God is sharper than two-edged sword. So the word of God is great. Bwana wetu ni sana. Vitu zingine itabidi unene the word of God. Bwana atukuzwe. So akanena, and prophesy upon these bones and say, all dry bones, hear the word of God. Nikwambia kwamba siku ya leo kila kitu Mungu aliumba katika dunia hii kina masikio na kinasikianga. Hata hiyo biashara inasikia, iko na masikio. Hizo vitu unauza ziko na masikio. Bwana apewe sifa. Hiyo ndoa yako iko na masikio, mwenye kuanzisha ni Mungu. Bwana wetu ndiye sana. Nena neno la Mungu. And the Bible says, Bwana Mungu aiambia, hebu sikiza sasa ile unabii. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mutaishi. Bwana wetu ndiye sana. What we need is the life. Hallelujah. Ati Bwana aiambia hii mifupa mikavu, kwa sababu ilikuwa mikavu, ilikuwa imekauka. So akatoa unabii, akasema sikizeni neno la Bwana. Mungu anasema hivi ya kwamba nitatia pumzi ndani yenu. Nataka jioni ya siku ya leo nenea hiyo hali, kwa sababu iko na masikio. Iambie ya kwamba kusikiza neno la Bwana. Wewe uko katika hali ya kushindwa,
Can you speak the word of God? Kwa sababu hiyo jambo liko na masikio. Uliambia kwamba Mungu anena hivi, ya kwamba atatia pumzi. Bwana wetu ni sana. Only God can give a life. Vitu ambazo zimekauka, vitu ambazo zimekufa, vitu ambazo zimeisha, Bwana atukuzwe. Mungu ndiye anaweza ashiria uhai, ashirie pumzi yake. Bwana wetu ni sana. Katika John 10:10 maandiko inasema ya kwamba Shetani haji kwa sababu ya kitu kingine, anakuja ndio aue, aharibu. Bwana asifiwe. But Jesus came so that we can have life, and we have it abundantly. Bwana atukuzwe. So we need to speak life katika hii mambo mazito inatupata nyakati za mwisho. Bwana wetu ainuliwe sana. Badala ya kuchukua kamba ama ukunywe dawa uondoke dunia, ama kujigongesha gari ati ndio uondoke mashida. Bwana asifiwe. It is our high time we speak the word of God. Tumwambie Bwana alete uhai katika hiyo jambo. To that ministry, speak on it. Bwana aashirie uhai, ataweka pumzi yake na itarudi hai katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kwa maana Mungu mwenyewe ndiye anayefanya tuishi hai na vitu ziwe hai. Bwana atukuzwe. Kila kitu katika dunia hii kina masikio ya kusikia. Bwana asifiwe. Nitatia pumzi nani mutaishi. Nami sasa ona ile mifupa. So Mungu anangojea wewe uongee by faith, bila kuogopa na bila kuwa na shaka. Bila Mungu anakuambia ufanye, fanya bila kuogopa na bila kuwa na shaka. Speak it. Bwana wetu ni sana. Mungu akasema ya kwamba atatia pumzi nani mutaishi. Bwana wetu ni sana. Nani mutaishi. Na kuambia jioni ya siku ya leo, hiyo biashara Mungu anairudisha hai, anairudisha uhai. Wewe umefika mwisho, mpaka umeanza kuulizia nani atanunua nyumba hii. Bwana asifiwe. Nani atanunua hii? Bwana asifiwe. Kwa sababu umefika mwisho, umeona ya kwamba hakuna kitu kinafanyika, na kuambia ni wakati wa kunenea mifupa. Hiyo kitu unaona kinaisha, ni wakati wa kuinenea. Hata wewe ambaye ni mgonjwa, ama nyinyi mko na mgonjwa kwa hospitali ama kwa nyumba, ni wakati wa kuungana na kuongea, kwa sababu Bwana anatia pumzi na watu wataishi katika jina la Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Bwana Mungu akasema hivi, nami nitatia mishipa juu yenu. Kwa hivyo nikisema ya kwamba hii mifupa mikafu ilikuwa ni wanadamu, ndio anasema nanyi mtaishi. Na nitatia mishipa, nami nitaleta nyama. Hii kazi yote ni Mungu anafanyaga. Bwana wetu ni sana, kwa sababu ni yeye aliyekuumba. Kitu kikiharibika katika mwili wako, kwa Mungu kuna spare part. Haleluya. Hata gari inapotengenezwa, ama pikipiki, ama kitu chochote kinatengenezwa, haleluya, lazima kiwe na spare part. Na Mungu ndiye aliyetuumba. Bwana asifiwe. Kuna spare part. Haleluya. Kuna spare part. Na ndio anasema ya kwamba ataleta nyama. Ni yeye tu anajuaga nyama mahali ziko. Bwana wetu sana. Yeye tu ndiye anajua mahali mishipa iko, kwa sababu ni yeye aliyekuumba ndani ya tumbo ya mama yako, na ukazaliwa ukiwa na mifupa, na ukiwa na mishipa, na ukiwa na nyama. So anajua mahali zinatokanga. Bwana asifiwe. Hapana fika mwisho, wewe ongea na Mungu, nenea hiyo mifupa. Haleluya. Mungu anasema nitatia, nitaleta nyama iwe juu yenu. Bwana atukuzwe. Na kuwafunika ngozi
We angalia kitu ambaye kilikuwa kikavu, kimekauka, kilikuwa nothing. Bwana atukuzwe. Angalia vile Mungu anakirudisha hai. Kwa sababu ni yeye anajua. Najua kuna watu wamefika mwisho katika maisha haya. Bwana atukuzwe. Maisha imekuwa gumu. Biashara hainuki, haiendelei. Bwana apesi. Watoto hawakusikii. Lakini nimekuja na neno jioni ya siku ya leo, ya kwamba na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Ndiposa ninakuambia ya kwamba yale isiyowezekana na mwanadamu inawezekana kwa Mungu. Bwana asifiwe. Before taking any action ya kufika mwisho na kusema ya kwamba nimemalizana na hii jambo, kuna mtu wako hapo, Bwana asifiwe, amefika mwisho anasema nimemalizana na hii ndoa. I don't like this marriage. Bwana asifiwe. I don't like this marriage. Umemalizana. Ninakwambia kabla ufike hapo, ni vizuri ujue ya kwamba Mungu anatengeneza njia mahali hakuna. Mungu, Bwana wetu yuko sana, anafanyaga ile mambo mwanadamu na akili zake na hekima yake yote ambaye hawezi, Mungu ndiye anaweza. Bwana wetu yuko sana. Inawezekana kwa Mungu. That is my message today. Jioni ya siku ya leo, my message is that with God all things are possible. Na ninaongea na watu wamefika mwisho, wamemalizana na ile mambo wanayoifanya, because hakuna faida. Unaona, Bwana atukuzwe. Kabla ya ufike pale, kuna Mungu anaweza kurudisha hiyo kitu kiwe hai tena. Bwana atukuzwe. Kiwe hai tena. Hata Biblia inasema katika Job ya kwamba kuna matumaini kwa mti uliokatwa unashipuka tena, na kule kushipuka kwake kuna kuaga na nguvu. Bwana asifiwe. When God bring life katika hiyo hali, haleluya, mambo inafanyika. Bwana atukuzwe. Ninaongea na watu wamefika mwisho na kuambia there is hope. Haleluya. There is hope. Kuna kitu Mungu anataka ufanye katika maisha yako. Na anasema ya kwamba naye basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Angalia, alikubali akatoa unabii. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Bwana apewe sifa. Hivyo ndivyo Mungu anaweza kufanya. Bwana atukuzwe. Ati wakati aliongea, akatoa unabii, akaashiria neno la Mungu kwa ile mifupa. Biblia inasema ya kwamba akasema ya kwamba akasikia mshindo, makelele mingi sana. Bwana atukuzwe. And so I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise. Bwana atukuzwe. Hebu sikia hiyo noise katika hiyo hali. Hallelujah. Mungu analeta uhai. And behold, a shaking. Bwana atukuzwe. And the bones came together, bone to his bone. Bwana atukuzwe. Zikarudi hai, mifupa ikatafutana yenyewe, na hakuna mfupa ulikosea. Mungu hawezi fanya mistake yoyote. Anajua hii mifupa ilikuwa ya fulani. Bwana pesa. Anajua hii mifupa ilikuwa ya mtoto, hii mifupa ilikuwa ya mzee. Yote ikasogea. Biblia inasema hivi ya kwamba, oh my God, Bwana akasema, this is what God can do. Hallelujah. What God can do, no man can do. Biblia inasema ya kwamba, and the bones came together,
bone to his bone. Nikatazama kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, kwa sababu katika kule kuongea Mungu huwa anafanya kazi yake sirini. Ukiongea Mungu naye anafanya kazi sirini, utaona hiyo kitu ikiwa hai. Bwana apesifa. Nasema ya kwamba kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini haikuwa pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri tena, utabirie upepo. Mwanadamu akauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, to kutoka pande za pepo nne, pumzi ukawapuzia hawa waliouawa wapate kuishi. Bwana apewe sifa. Je, wewe ni mmoja umeuawa na ile hali uko ndani yake? Bwana apewe sifa. Hiyo hali, hiyo biashara imekuletea depression na stress, that ministry, that family. Bwana atukuzwe. Wewe ni kiongozi, wale unaongoza, unaona ya kwamba hapa hakuna kitu, lakini ni wakati wa kutabiri. Bwana apewe sifa. Ni wakati wa kutabiri. Na Biblia inasema hivi ya kwamba basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Pumzi ikawaingia, wakaishi wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Bwana wetu apewe sifa. That's what God can do. Mpendo wa jioni ya siku ya leo, Mungu amenituma kwako so that I can prophesy katika hiyo hali. And I know and I believe and I have faith it will happen in Jesus' name. Na ningependa ukainue imani yako, because we are going to pray, we are going to prophesy. Then after few days utaona vile Mungu atafanya katika hiyo hali. Ingine itafanyika instantly katika jina la Kristo Yesu, kwa sababu what God can do no man can do, and with God all things are possible. Bwana wetu apewe sifa. Haleluya. Soma nami tukimalizia katika kitabu cha Mathayo, nikuonyeshe jambo lingine hapa. Matthew 19 verse 26. Ndio ushike. Matthew 19 verse 26. Inasema ya kwamba, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Hallelujah. I came to declare this evening, hallelujah, that with men this is impossible, but with God, hallelujah, all things are possible. I declare today, I prophesy to your children that they become like Bwana atukuzwe, watakuwa hodari katika dunia hii. Bwana asifiwe. I prophesy to that marriage ya kwamba itarudi uhai katika jina la Yesu. Wewe ambaye umemalizana na hiyo jamii, I declare, I prophesy that marriage is coming life once again in the name of Jesus. Bwana asifiwe. Wewe ambaye ni mgonjwa, I prophesy to you ya kwamba hiyo ugonjwa imeondoka, kwa sababu iko na masikio. Hallelujah. That sickness, that disease can hear the word of God. I prophesy ya kwamba hiyo ugonjwa iondoke katika jina la Kristo Yesu, na mwili wako ukawe na nguvu na urudi hai katika jina la Kristo Yesu. I prophesy to that business, you are able to cross your company, you are able to cross your business. Kwa vile hali iko hakuna faida, you are getting lost. I declare, I prophesy that business, I declare life katika jina la Yesu. Ninatangaza uhai katika jina la Kristo Yesu. I prophesy to the servant of God, wale wamefika mwisho na ministry na huduma. Ninatangaza that ministry is coming life once again katika jina la Yesu.
because the Bible says that we prophesy to the dry bones. I prophesy to the dry bones. Hiyo mifupa mikavu na tagasa ikarudi hai katika jina la Yesu. Mungu ndiye anajua mahali nyama zinatoka, mahali mifupa inatoka, mahali mishipa itatoka. Yeye ndiye anajua vile atafanya katika jina la Yesu. Jiashirie kwa Bwana, ashiria hiyo jamii, ashiria watoto, ashiria huyo mzee, ashiria hiyo biashara. Mungu ndiye anajua. He is going to revive that businesses. Atainua hiyo, atainua katika jina la Yesu. Ninakuambia in Jesus name, by faith, yote inawezekana. Bwana asifiwe. Umefika mwisho na maisha yako, na kuambia kwamba this is not the time ya kufika mwisho. Ni wakati wa kuinuka na kuangaza, kwa sababu there is hope in the name of Jesus. Angalia, kuna matumaini kwa mtu uliokatwa. Unashipuka tena, na kule kushipuka kutakuwa na nguvu. You are going to arise with a great power. Hallelujah. You are going to stand. Bwana atukuzwe. Na kuambia ujioni ya siku ya leo ya kwamba unainuka tena katika jina la Yesu. Unainuka tena katika jina la Yesu Kristo. Umefinyiliwa na shetani, umefinyiliwa na maadui, umefinyiliwa sana. People have rejected you. You have come to the end of your life. I prophesy there is life in the name of Jesus. Natangaza kuna uhai katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Umefika mwisho na huyo mzee wako ni mrefu. Na kuambia jioni ya siku ya leo, he is coming life again. Katika jina la Yesu. God is changing his life in the mighty name of Jesus. And I pray for him in the mighty name of Jesus. I pray for that man ambaye unaona ni mrefu kabisa, ana mipango ya kando, na shika mawazo yake. I twist his mind na kuiweka kwa direction ya Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu. Pia huyo anaanza kurejea kwa jamii yake, anaanza kuangalia katika jina la Kristo Yesu, na angalia ule ugonjwa, iwe ni kansa, iwe ni diabetes, iwe ni high blood pressure, ugonjwa wa aina yoyote, na uondoa katika jina la Yesu, na ninatangaza uponyaji katika jina la Yesu. May you receive your healing in the mighty name of Jesus. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Wacha kufika mwisho mpendwa. There is God in heaven. There is a God who make a way where seems to be no way. Kuna Mungu anachukua visima hata jangwani, mahali kumekauka, dry area, anachukua visima. Bwana asifiwe. Kama Mungu aliweza kufanya mifupa mikavu imeoza irudi hai na iwe jeshi kubwa, anaweza fanya zaidi hata kwako katika jina la Kristo Yesu. Ninakuambia usifike mwisho. Usilie tena mpendwa. In the mighty name of Jesus. What vile ninaweza kukuambia ni ya kwamba be faithful in the word of God. Be faithful in the word of God. Be faithful katika Mungu. Nawe utaona mambo ikifanyika katika maisha yako. Because with the man it is impossible, but with the God all things are possible. Bwana wetu imesema kitu ambaye kimekufa, Bwana atukuzwe. Mungu anaweza kukirejesha tena katika jina la Kristo Yesu. Anakirejesha tena katika jina la Yesu. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hatuvunjiki moyo. Najua ya kwamba there are so many evil spirits zimeashiriwa za kuvunja watu moyo, za kufrustrate watu. Bwana apewe sifa. You have no peace in your mind, in your life. But Mungu amenituma kwako siku ya leo nikuambia kwamba there is life. There is life. Kazi ya shetani ni kuiba, kubomoa, kuharibu. Lakini Yesu alikuja tuwe na uhai na tuwe naye tena. I declare life in your life katika jina la Kristo Yesu. Bwana wetu apewe sifa. Hallelujah. Uko mahali pale, unasikia kwamba umefika mwisho. Hiyo maombi and this word of God will work in your life. When you believe in the word of God. Have faith in the word of God. Bwana wetu apewe sifa. Na hiyo mambo yote nimeongea hapa inafanyika kwako katika jina la Yesu. Na utatoa ushuhuda. Bwana atukuzwe. Na Mungu akitenda, unaweza niandikia hapo amen.
na uniandikie nimepokea. Uniandikie kwamba nimerudi hai tena. Uniambia kwamba nilikuwa nimevunjika moyo, but because of this work nimerudi hai katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uko mahali pale ungependa kupeana maisha yako kwa Yesu, rudia maneno haya nyuma yako, kwa sababu the greatest miracle in your life is to get saved. Is to get saved. Katika jina la Yesu. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, na kutoka leo nimeachana na dhambi. Nimeamua nikufuate katika jina la Yesu. Uniokoe na ufute jina langu kwa kitabu cha mauti na uliandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia leo nitakufuata katika jina la Yesu. Nimeokoka na kuamini. Baba, katika jina la Yesu, nashukuru kwa sababu ya yeyote ameokoka kupitia hii neno la siku ya leo. Ninamuombea neema, naomba Roho Mtakatifu akamdumishe katika njia zako na katika ukweli wako. Patie neema na uwezo katika jina la Kristo Yesu. Nimeomba na hata kuamini. Amen. Nataka tuaminiane pamoja. Wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye umefika mwisho, ningependa tu tuamini pamoja, Bwana akaweze kutenda muujiza. Baba, kwa jina la Kristo Yesu, kupitia neno lako la jioni ya siku ya leo, ninaombea mtazamaji ambaye ni mgonjwa, mahali popote ana ushungu na ugonjwa ambao umefanya afike mwisho na maisha yake. Ninaomba kama vile ulifanya mifupa hii mikafu irudi hai, ninatangaza uhai tena. Ninatangaza afya na kuondoa ile ugonjwa katika jina la Yesu. Yule ambaye amefika mwisho na hiyo ndoa yake, naomba that you may restore that family again katika jina la Yesu. Yule amefika mwisho na biashara, hapo karibu kuvuka kampuni zake, ninamuombea dakika hii ya kwamba this is not the time to close that company, to close that business. Ninainenea ikarudi hai katika jina la Yesu. Bwana, uwabariki watu wako na uwatende mema Bwana. Uwafukue macho Bwana, wakaweze kujua ya kwamba ni wewe tu peke yako unaweza kufanya mambo yote. Katika jina la Kristo Yesu nimeomba na hata kuamini. Bwana wetu apewe sifa. Mungu akubariki na akutende mema. Azidi kukuinua katika maisha yako, nikiamini ya kwamba umebarikiwa. Majina yangu tena ni Pastor Dohio, na Yesu ni Bwana, na hudumu hapa CFF Church Gikabura, na ninaamini ya kwamba umebarikiwa katika neno la siku ya leo katika jina la Yesu, na ninaamini ya kwamba Bwana atakutenda mambo makubwa katika jina la Kristo Yesu, na atakuinua zaidi in Jesus name. Naomba ubarikiwe, naomba uinuliwe. Tutaka kusimama na huduma hii ili tuwe online, na Mungu atusaidie. Mungu atakubariki ukisimama na huduma hii. Unaweza for your offering type 0112 643 477 0112 643 477. Ndio Bwana aweze kukutenda mema na utabarikiwa katika jina la Yesu. Mungu akubariki na akutende mema. Shalom, shalom.